Yes, habari yako mtazamaji na mfuatiliaji wa Brain Media. Asante kwa kuendelea kutusapoti katika chaneli yetu ya YouTube, Instagram, Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Naitwa Tanalyze katika kipindi cha Sanaa Universe. Leo tupo na story ya kusikitisha na story ya kuhuzunisha pia, kwa sababu tumepoteza nguli wa filamu, baba yetu, mzee wetu, mpendwa wetu Hashim Kambi, ambaye wengi sana tulikuwa tunamfahamu katika umahiri wake wa kuigiza. Hakika tasnia imepoteza mtu mwenye nguvu ya aina yake. Miongoni mwa wazee wenye busara alikuwa ni yeye, lakini kifo chake kimetokea kama masiara siku ya jana na tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ilitokea taarifa iliyosemwa na msemaji wa filamu Coletta Raymond, ambaye alitoa taarifa hiyo ya kwamba mzee wetu alitoweka hapa duniani, lakini mazishi yanaendelea kufanyika katika maeneo ya Kisutu, ambapo mzee wetu ndo mwili wake umeenda kupumzishwa huko. Mzee wetu tutamkumbuka kwa sifa nyingi sana ambazo alifanya, movie na tamthilia nyingi ambazo zilisumbua hapa Tanzania na nyingi zilifanya vizuri. Nitakwenda kukuambia hapo baadaye ni movie na tamthilia za aina gani ambazo alizifanya mzee wetu. Lakini bila kusahau enzi za uhai wake mzee wetu Hashim Kambi alikuwa hawezi kuacha kumzungumza vizuri Richie, ambaye wengi wanamfahamu kama Singo Mtambalike, ambaye huyo ndo aliona nyota ya marehemu Hashim Kambi. Nikizungumza hivyo namaanisha kwamba Richie alimsaidia kwa namna moja au nyingine. Marehemu Hashim Kambi alikuwa ni yupo anafanya tu biashara zake ambazo zinamuingizia kipato katika maisha, lakini siku moja alikutana na Singo Mtambalike na wakaweza kujadili. Akamwambia kwamba mimi nina talent, ninajiona huko katika mazingira ya kuigiza, bila kusita, kwa sababu Singo Mtambalike ni mtu wa watu na mtu ambaye ameumbwa kusaidia watu katika sanaa yetu hii ya Tanzania, na pia amewasaidia watu wengi sana. Akasema acha mimi nifanye busara kwa mtu mzima huyu, na bila kujua kwamba busara zake zimesaidia sisi kumuona marehemu Hashim Kambi. Akampigia baba Haji ambaye anafahamika kama Haji Adam katika sehemu hiyo, na zamani walikuwa na kikundi chao cha sanaa ya maigizo. Baba Haji bila kusita akamconnect, akamuunganisha marehemu Hashim Kambi katika kikundi chao hicho, ambacho miaka hiyo walifanya tamthilia nzuri ambayo iliruka pale TBC au TVT enzi hizo kwa wanaofahamu. Ilionekana pale. Marehemu Hashim Kambi akapata kwenda kuigiza katika tamthilia hiyo, akawa kama mzee Benjamin ambaye aliigiza kitajiri sana. Watu wa enzi hizo wanaweza kukumbuka au wanaweza kuelewa kwamba ni nini nazungumza hapa, na kweli aliwakilisha vema, lakini kupitia mikono ya Singo Mtambalike ambaye ameshafanya kuwatoa watu wengi sana hapa Tanzania. Lakini ni kukumbusha tamthilia ambazo amezifanya au movie ambazo amezifanya marehemu Hashim Kambi ambazo zilisumbua na zilifanya vizuri sana katika engo yake. Amefanya tamthilia na movie nyingi kama Simu ya Kifo, Kipusa, The Lost Twins, Kipuri, Zuadiswa, Honeymoon, Surprise, Rip of Tears, Miss Call, Romance, 20% Furaha Iko Wapi, The Passion, Damu ya Mjomba, Bwaga Moyo, Binti Nusa, Sanda Nyeusi, Babusea, Nguvu ya Mapenzi, Penzi la Baba, Olopong, Silent Killer, Huba, My Fiance Born Again, Pretty Again, Dangerous Deal. Lakini kuna tamthilia ambayo ilikuwa inafuatiliwa sana YouTube, ikiongozwa na producer wa channel hiyo ya YouTube Clamvevo, inayoitwa Sikitu. Mzee ule tulimuona aliigiza vizuri na uhalisia wa hali ya juu. Kwa hiyo tasnia imepoteza mtu muhimu. Tukisema mtu muhimu tunamaanisha kwamba ni kweli alionyesha mchango wake mkubwa sana katika tasnia hii ya filamu, na wengi tumesikitika kupata taarifa hiyo
lakini tunaendelea kujifunza kwamba mbele yake, nyuma yetu sisi, kwa sababu kifo cha mzee wetu kimeshtusha watu wengi sana, hasa wazee wenzake. Jana walikuwa wanaonekana mtu kama mzee Chiro alikuwa anaonekana sana kwamba ameshtushwa na kifo hicho. Kwa hiyo tuendelee kumwombea mzee wetu, kwa sababu kifo ni mawaidha, dunia ni mapito, Waswahili wenyewe wanakuambia. Lakini pia katika tasnia ya mziki wa Bongo Flava pia tumempoteza, tunaweza tukasema ni legend pia, kwa sababu alishafanya miaka hiyo na alifanya vizuri sana, alitikisa. Wanamuita Selemani Mvamba almaarufu Spark. Alikuwa na nyimbo yake ambayo ilisumbua sana, akiwepo Tundamani na Madii. Tasnia ya Bongo Flava pia napo imepoteza mshauri, kwa sababu yule licha ya kuwa mwanamuziki tu, lakini alikuwa ni mshauri na mwangaza kwa kizazi kipya hiki ambacho kipo sasa hivi. Walikuwa wanamfanya yule kama kaka yao ambaye anaweza kuwashauri katika njia na nyanda mbalimbali za kimuziki. Kifo cha marehemu Selemani Mvamba almaarufu Spark kilitokea jana, ambapo inasemekana watoto wake walikuwepo ndani, wakaona tu baba hapumui, kwa taarifa ambazo zipo, lakini wakaenda kuwafata majirani ambao walikuwa karibu yao. Majirani hao ikabidi waende kwenda kufuatilia na kuona ni jinsi gani wanaenda kusaidia, lakini imetokea kwamba Mwenyezi Mungu naye alipenda Spark kuondoka duniani. Tunasikitika kwa sababu ni vifo vya kushtusha. Yani Mwenyezi Mungu ana mipango yake katika maisha. Bila kusahau Spark alifanya nyimbo mbalimbali ambazo zilitikisa hapa Tanzania katika tasnia ya Bongo Flava. Nyimbo kama Nipe Ripoti ambayo alifanya na Tundaman akiwepo na Madii. Alifanya nyimbo inaitwa Binadamu Wabaya, Vumilia. Wengi ambao walikuwa wanamfuatilia walikuwa naona hiyo ni aina ya muziki, alikuwa anafanya muziki mzuri. Pia ashafanya nyimbo na Chidi Benz inaitwa Usiniache, ilifanya vizuri pia katika wakati wake. Pia alifanya nyimbo inaitwa Mwenzenu Mimi. Waenzi hizo wananielewa nini nazungumza hapa, kwa sababu ili take over sana, ilitikisa sana katika tasnia ya Bongo Flava. Lakini nyimbo ambayo watu wengi wanaikumbuka ilikuwa na Professor J na Lia na Tundaman, walikuwepo, walifanya vizuri sana. Imagine tasnia hii ya Bongo Flava na tasnia ya filamu, kuna watu wengi sana wameingia wapya, walihitaji nguvu na backup ya kutosha kutoka kwa wakongwe wetu ambao washafanya hizi kazi, kuwa kama ni daraja au kuwa kama ni ushauri wanaweza wakapata, wanaweza wakawashauri, lakini Mwenyezi Mungu amewachukua. Ijapokuwa wapo wengine ambao wanafanya vizuri na wanaweza wakashauri tasnia hizi, lakini watu kama hawa ni tegemezi. Ukimzungumzia kama Hashim Kambi, mzee wetu, licha ya kuwa mwigizaji tu, kwa sababu watu ambao wame experience nao kufanya nao kazi wanakwambia Hashim Kambi alikuwa anapenda sana mafanikio ya mtu, alikuwa anapenda sana kukushauri, kukujenga mpaka ukae katika mstari mzuri katika masuala mazima ya filamu. Na ndio maana hata msemaji wa shirikisho la filamu Coretta Raymond jana alivyokuwa anaongea, ulikuwa unaona ni aina gani ya mtu ambaye tumempoteza. Ukija hata kwa Spark, ni baba pia, miongoni mwa mababa wa mziki pia, naye ni baba, amefanya vizuri kwa wakati wake. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi, kwa sababu tasnia tunasikitika katika kipindi hiki na tumepoteza watu muhimu. Ni sikuchoshe sana mtazamaji wangu, tunakuomba endelea kusapoti Brain Media ili uweze kupata taarifa na updates mbalimbali ambazo zinaweza kukujenga wewe. Mwanzo wa kipindi hiki ndo mwendelezo wa kipindi kingine. Endelea kufuatilia channel yetu ya Brain Media, subscribe, like, share, comment chochote, tutakwenda kusoma katika matukio yajayo ili uweze kupata taarifa na updates mbalimbali. Naitwa Tanalize. Naomba unifollow katika mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, YouTube na channel yetu ya Brain Media. Naomba kutusupporti huko. Asante.